moja akuje kwetu sisi kwa wale hawana ID awapatie ID ndio muweze kumpatia kula. Kama hutaweza kuvoti kwa ajili yake hutaweza kupata ID. Hiyo ukijua hivyo. Tafadhali ndugu zangu wa Islam kutoka Garissa County, Wajir, Mandera County, tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tufunguke macho tuangalie mbele yale maneno ambayo yanaendelea kwa wakati kwa viongozi wetu wa kisiasa na wale viongozi wetu wa dini ambao wamekula pesa na kututangazia kuwa Ruto ni mzuri kwa sasa. Wametufunga macho, wanajua sahi hatuwezi ingililia siasa juu tuko mwezi mtukufu. Wametumia hii mbinu. Wacha nikienda kumalizia. Ruto ametumia hii njia. Nini mnasifu sahi Mheshimiwa President Ruto kwa kazi kidogo ambayo ametuonyesha kama Wasomali? Kwa nini tunamuonyesha kuwa amefanya kitu ambayo iko highest zaidi? Actually now we see is like our God. How comes this time tumeona ni kama ametufunga macho, hatuoni mbele? Hii kitu ambayo anafanya ni kwa faida zake, si faida za kwetu sisi kama Wasomali. Kama Wasomali tusifurahie sana na kuwa kitu Ruto anafanya ni sahihi kwetu. Yes, ndiyo tunashukuru, lakini angalia Ruto kwa sahihi kwa Wakikuyu anaona hatapata vote, kwa kabila zingine huko anaona ni kama hatapata vote. Akaona mbinu ni moja, akuje kwetu sisi kwa wale hawana ID awapatie ID ndio muweze kumpatia kula. Kama hutaweza kuvoti kwa ajili yake hutaweza kupata ID. Hiyo ukijua hivyo. Tafadhali ndugu zangu wa Islam kutoka Garissa County, Wajir, Mandera County, tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tufunguke macho tuangalie mbele yale maneno ambayo yanaendelea kwa wakati kwa viongozi wetu wa kisiasa na wale viongozi wetu wa dini ambao wamekula pesa na kututangazia kuwa Ruto ni mzuri kwa sasa. Wametufunga macho, wanajua sahi hatuwezi ingililia siasa juu tuko mwezi mtukufu. Wametumia hii mbinu. Wacha nikienda kumalizia. Ruto ametumia hii njia mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Anajua hatuwezi simama na kuongelelea na kusema kile kitu anafanya sahihi. Akaona peane pesa kwa Adan Duale amekula pesa, viongozi wa dini wamekula pesa, na watu fulani kutoka Mandera wamekula pesa, wamesimama, wamekuja na kutangaza Ruto kama Mungu mbele zetu na kutuonyesha kama Ruto ni mtu mtakatifu. Sikatai kitu Ruto amefanya kwa barabara ambayo amekuja kujenga ni sahihi. Hiyo ni haki yetu kama Wakenya. Kabisa. Kupata ID ni haki yetu kama Wakenya. Hakuna kitu ya ajabu amekuja kutufanyia. Kabisa hapo. Tafadhali Wasomali wenzangu, tafadhali Waria, tafadhali Borana, tafadhali Sagwe, tafadhali mfunguke macho. Alafu kitu kingine kinashangaza. Adan Duale ndio huyo anasimama anasema hivi, wata make sure kuwa refugee ambao wanaishi Dadaab kambi, wale wanaishi kwa kambi ata make sure kuwa wamepata ID. Na kama si hivyo anasema Ruto anasema hivi, kama si hivyo kambi zitolewe Kenya zipelekwe Somalia. Umesikia? Point. Ikiwa mnasema refugee wapatiwa ID na kama si hivyo wafukuzwe waende Somalia ama wapelekwe Sudani. Nataka kujua lengo lenu ni gani? Kama si kura mnataka 2027 ni kwa nini? Kama kweli ni kwa wema mnataka kutupatia ID,
Mbona mnaenda kwa kambi na kusema kuwa kama watu wa refugee wapatiwe ID wafukuzwe Kenya? Kwa nini? Yeah? Kwa nini? Nikimalizia narudi tena kupeana ujumbe kwa sisi watu wa Isiolo. Nikiongelea kuhusu Governor Guyo. Governor Guyo, tunakujua kazi yako. Tunajua siasa zako. Tunakuelewa kwa kila kitu ambacho unafanya chini ya maji. Tafadhali wacha kudanganya vijana ya Isiolo. Tafadhali wacha kuchezea akili za watu wa Isiolo. Tafadhali wacha kuchezea akili za watu wa Isiolo. Nikienda Marsabit County, wewe governor, wacha corruption. Tafadhali tunakuomba, wewe ni Muislamu. Kwa nini umeacha dini? Unaibia pesa yote, atuone maendeleo. Sague Guyo, hatuone maendeleo Isiolo. Alafu tukiongea mnatutafuta mtufunge. Kwa nini? Tafadhali nikimalizia, kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zangu wanasiasa ambao mnatoka Nordista, mujiangalie na muangalie mahali mulikosea, murekebishe. Asanteni sana, Mungu abariki.